A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adhamallahu ujurana wa ujurakum. Ndugu zanguni wapenzi waumini, nawapatia rambirambi tena kwa kuaga shahidi wetu wa zama hizi ambaye ni kiongozi wa Waislamu wa umma wa Kiislamu, ambaye ni wali amri muslimin al-Imam Ali Sayyid Ali al-Khamenei, ambaye ameuawa mikononi mwa Amerika na wa Israeli. Tukiendelea na mazungumzo yetu ambayo tulikuwa nayo, tulikuwa tumeanza kuzungumzia kuhusu maisha yake ili tuweze kumjua angalau kwa undani, kwa wale ambao wasiomjua. Tumekaa tukazungumza katika kikao cha kwanza kuhusiana na familia yake, wazazi wake, wanawe na alipozaliwa, wakati alipozaliwa na mengineo. Leo tunataka kuzungumzia kuhusu sehemu nyingine katika maisha yake, naye ni sehemu ambayo inahusiana na elimu yake. Yani masomo yake, alisoma vipi, alifikia wapi, alifikia daraja gani ya kielimu, ndio tuweze kujua undani wake, yeye alikuwa ni mtu aina gani. Kabla ya kuzungumzia kuhusu elimu yake, kuna nukta ambayo ilikuwa labda tungeitaja huko nyuma, ambayo naona leo tusisahau. Ilikuwa ni kuonyesha, ni kusema ya kwamba yeye kizazi chake, tukirudi nyuma, yeye ni katika wajukuu wa Mtume, ambaye sasa tukirudi mababu zake ambao yeye ametokana nao, yeye wanamuita ni kwamba Husaini, yani yeye ni mjukuu wa Imam Hussein, yani kupitia kwa Imam Zainul Abidin wanawaita watoto ambao wametokana na Imam Hussein wanaitwa Husainiyun. Ndio sababu unakuta yeye ana ushujaa wa Imam Hussein na hofu hana, na alikuwa damu yake hiyo ni damu ambayo inahusiana na Imam Hussein pia vile vile, na bado anatokana na Imam Ali tukirudi mbele zaidi. Kwa upande hii ni kwa upande wa baba. Kwa upande wa mama, yeye anatokana na mama yake, ambaye tukirudi kwa upande ya babu yake, kwa upande wa mama anarudi mpaka kwa Imam As-Sadiq alayhi salam. Kwa hivyo kwa upande mbili anakutana na upande hizi mbili za kizazi cha Mtume. Yeye alikuwa ni Sayyid kupande mbili. Tukiendelea na maisha yake, ama tukianza kuelezea maisha yake, yeye alipokuwa amesoma vipi. Mwanzo maisha yake walipoishi, alipozaliwa, yeye alikuwa na ndugu mkubwa wake, alikuwa akiitwa Muhammad, ambaye al-Husaini al-Khomeini pia al-Khamenei, ambaye ndio alikuwa mkubwa wake, na walikuwa wanasikizana sana, na walikuwa ukiangalia katika maisha yao walikuwa pamoja pia katika mambo mengi. Sasa yeye mahali alipoishi, maisha yao walikuwa ni maskini sana, waliishi maisha ya kifukara sana. Anasema mahala alipokuwa katika mji wa Mashhad, walikuwa wakiishi kwenye nyumba ambayo ilikuwa ni ndogo, yani upana wa tuseme 60 meters by 70 meters, ambaye kwa size yani ambayo walikuwa kisema, na ilikuwa na vyumba viwili, yani chumba cha juu kilikuwa cha juu ya ardhi, yani na cha chini ya ardhi, yani basement, yani ambapo walikuwa wageni wakija, ilikuwa kwa sababu baba yake alikuwa ni msomi, ilikuwa hana mahali pengine anaweza kuwakaribisha wageni. Chumba cha juu ndio hicho ambacho kilikuwa. Kwa hivyo walikuwa wanalazimika watoto kukaa huko chini kwenye chumba cha chini, ambacho kilikuwa mara nyingi hakina hata mwangaza wa kutosha, na wengine wanasema labda ndio sababu ikamwathiri katika macho yake. Lakini na anasema pia walikuwa kipata shida, kuna nyakati pia walikuwa kikaa na njaa usiku, chakula cha usiku mama yake anakosa cha kuwapatia watoto kutokana na maisha ambayo alikuwa. Sasa kwa vile alikuwa ni msomi pia, baba yake kawaida msomi, alim, watu wanakuja kumtembelea na nini. Sasa waliona ya kwamba hali yake ilikuwa taabani, wengine wakajitolea katika matajiri, wakawa wamenunua kiwanja cha pembeni ambacho kilikuwa karibu na nyumba yao, na kiwanja chao kikaongezeka, kaongezewa chumba kingine.
Sasa hizi ni siku ambazo alipokuwa na miaka kama 4. Kuhusu elimu yake, masomo yake, alianza alipokuwa akiwa na hapo nimesema alikuwa miaka 5 sio 4. Akiwa na miaka 4 ndipo alipopelekwa kusoma kuanza masomo ya shule, na masomo yake alianza kawaida ya Waislamu ni kwamba mtu anapelekwa kujifundisha Qur'ani. Kwa hivyo alipelekwa kwenye maktab. Maktab ni mahali ambapo ilikuwa ni kama huku kwetu Afrika tunasema madrasa ya shule, lakini kule Irani na sehemu kama hizo wengine wanatumia neno ya maktab, yani ndio anajifundisha kusoma Qur'ani. Sasa alianza hapo akawa anajifundisha, na baadaye alianza akiwa na miaka 5 ndio alipelekwa pia masomo ya shule ya ya secular, ambayo alianza kusoma darasa la kwanza primary, na akawa ameendelea kwa miaka kadhaa. Alisoma primary mpaka kama vile wanasema kwenye shule ambayo wanasema Madaru Taalim Deyanti, hapo ndio alisoma na kisha akaingia sekondari, ambapo kawaida sekondari ni mpaka miaka 3, lakini yeye alisoma mpaka darasa la 2 la sekondari, form 2 yani, ndipo alifikia. Lakini pamoja na hivyo masomo ya hauza alipofikia darasa la 5, haya hauza yani masomo ya kidini, hauza yani ni chuo cha kidini, ndipo baba yake wakawa wamemsisitiza na kumpendekeza akaanza pia kwa wakati huo akawa anaanza kusoma pia huko, anaendelea na masomo ya shule nyingine hii ya msingi, akawa ameenda na akawa anasoma pia kwenye hauza, na akaendelea masomo. Hauza ya kwanza ambayo alisoma ilikuwa kiitwa Suleimania, ndipo alipoanza masomo yake ya hauza, na aliendelea akawa amesoma. Na baadhi ya masomo ya hauza baada ya kuwa kujifundisha alifundishwa na baba yake mzazi katika baadhi ya masomo. Kama vile baba yake alimfundisha kitabu cha Lum'a ambacho ni kitabu cha juu, na pia vile alimfundisha Makasib ambacho ni kitabu cha juu zaidi ambacho katika hauza wanasoma, na pia walimu wengine ambao walimfundisha pia katika masomo ambayo alikuwa nayo. Sasa baada ya kuwa amesoma na kufikia kiwango kizuri pia mpaka kuingia katika bahthul kharij. Bahthul kharij ni darasa za juu, yani kama vile kwenye university tunasema masomo ya university, lakini katika masomo ya kidini ambayo ni hauza ni tuiseme ndio chuo kikuu ambacho mtu anasoma. Sasa anaingia katika masomo ya ndani mazito zaidi ya kusoma ndio aweze kufikia ijtihad, awe mujtahid na awe anaweza kutoa fatwa katika dini. Sasa alianza kusoma. Mwalimu katika walimu wake alikuwa na walimu wengine, lakini mwalimu ambaye msingi zaidi alikuwa anasoma kwake alikuwa akiitwa Muhammad Hadi Milani. Pia vile tukiendelea na maisha yake akiwa amenini, baada ya kuwa anaendelea na masomo yake ya Bahthul Kharij, baba yake aliamua kwenda ziara, na akabeba watoto wake wote na wakaenda Najaf, na walikaa kwa muda wa mwaka mmoja. Sasa alikuwa anapenda kutaka kuishi pale, lakini baadaye hakuvutiwa na maisha ya kule, akaamua kurudi huko. Wapi? Mashhad. Sasa lakini wakati alipokuwa kule, Sayyid aliweza kusoma na kuanza masomo yake kule ambayo yalikuwa ni ya juu, ya darasa za juu ambazo ni Bahthul Kharij, na akawa anasoma chini ya maulama kama vile Sayyid Hoi, na akawa pia anasoma kwa Ayatullah Sayyid Shahrudi, pia alisoma kwake, na pia kwa Sayyid Mohsin Al-Hakim alisoma kwao kwa muda alikaa alipokuwa kule kwa muda wa mwaka mmoja. Alafu kisha baadaye akaamua kurudi tena. Baba yake waliporudi akarudi tena Mashhad, na akawa ameendelea na masomo kule kwa Said Milani, Muhammad Milani, ambapo alikaa mwaka mmoja, alafu akaamua kuhamia kwenda Qum. Alipoenda Qum amekaa kwa muda, akawa anasoma kwa maulama wakubwa
kama vile Said Burjurdi, kama vile Said Imam Khomeini na pia wengineo, kama vile katika falsafa pia akawa anasoma kwa Said Allama Tabatabai na maulama wengine ambao ni wakubwa, ambao kwa sasa hivi labda nikiwataja si maarufu kama vile hao ambao nimewataja. Kwa hivyo alisoma kwa muda, lakini baada ya muda ikawa matatizo yakawa yamepatikana. Baba yake ambaye alikuwa ni mgonjwa akawa ana matatizo ya macho, akapoteza macho yake, akawa hawezi kuona. Kwa hivyo alikuwa anahitajia mtu ambaye atakuwa naye. Sasa yeye akachukua jukumu, akaamua kutoka na kurudi Mashhad. Watu walimtamani sana awe atabaki na nini, lakini hakuweza, akaamua kuenda na akawa yuko Mashhad kwa muda huo, na akawa anamsaidia baba yake, na huku pia vile vile anafanya harakati. Wakati huo tayari fikra za mapinduzi zilikuwa zishaanza kumwingia, na alikuwa tayari ameshaanza harakati, na wakati huo akawa anafundisha na huku anasoma kwa Said Milani na wengineo, na walikuwa pia wanaendelea na harakati kwa kuungana na Said Imam Khomeini, na akawa pia yeye ana majukumu ambayo alikuwa pia akitekeleza, ambayo tutazungumza pia baadaye. Sasa akiwa Mashhad pia katika harakati zake za kielimu alikuwa akifundisha kwanza darasa za chini, akawa anafundisha pia si chini sana, yani kwa mustawa ambao tunasema wasutuh al-alia, yani masomo ya lum'a, ya makasib na masomo ya kifaya akawa anafundisha, na pia akaanzisha, alikuwa akifundisha tafsiri ya Qur'an. Alikuwa anapenda hilo darsa, na akawa anajaribu kuwavuta vijana. Kuna msikiti ambao alienda akawa anafundisha ndani, akawa anaswalisha. Alipoanza kuswalisha pale, ile sehemu ilikuwa haina watu wengi huko Mashhad, yani safu ilikuwa ni kama moja tu kwenye msikiti, lakini akaamua ili kufanya harakati, akaandika ilani, tangazo kuambia watu ya kwamba yeye atakuwa na darsa na atakuwa akielekeza watu na nini katika mambo ya kidini. Na pia akazungumza na wale walioko pale, akasema mimi nina haki juu yenu na nyinyi mna haki juu yangu. Haki yangu juu yenu ni kwamba mnisikilize na mimi niwafundishe, na mimi nina haki juu yenu na kwamba mnisikilize na tuweze kunini. Na wakakubaliana, maelewano yakakuepo. Basi wakawa nini, akawa wanashiriki katika masomo. Kwa baada ya muda ule msikiti ulijaa, na watu walikuwa akawa wamejua sehemu ile ikawa umejaa kabisa, kwa sababu ya nini, masomo yake na darasa zake. Na pia akawa amewavuta vijana wa university, alikuwa anawafundisha pamoja na watu walioko pia darsa za tafsiri ya Qur'an. Na katika hii darsa ya tafsiri ya Qur'an alikuwa anaelezea nini fikra za Kiislamu katika siasa na katika mambo ya kimaisha. Sasa kwa hivyo hii iliwavutia, kwa sababu alikuwa akitoa kwenye aya za Qur'ani fikra, Islamic thought katika mambo ya siasa na katika maisha na mambo ya kijamii. Kwa hivyo watu walikuwa kivutiwa sana na nini, mpaka ikawa nini, wakaamua kumwalika pia. Kulikuwa kuna msikiti ambao ulikuwa ni mkubwa zaidi, wakamwalika akawa awe akitoa pale, na aliweza kubadilisha watu na wakawa watu wanavutiwa sana na mafunzo yake na nini. Sasa alikaa katika wakati ule pia vile anavyoelezea, kuna mutala alikuwa yeye kawaida maisha yake kutokana na mafunzo ya baba yake ambayo alikuwa amepata. Familia yao walikuwa ni watu wasomi, yani wapendao kitabu, wanapenda kusoma. Baba yake alikuwa ni msomi sana, hata kama vile nilivyoelezea kwenye kikao cha nyuma ya kwamba walikuwa hawamuoni baba yake ni kana kwamba analala, kwa sababu alipokuwa akilala, wao wakilala wanamwacha akisoma, wakiamka wanamkuta akisoma. Sasa walikuwa hawajui ni wakati gani pia hata baba analala, kwa sababu alikuwa anapenda kitabu sana, na amewaathiri watoto wake, walikuwa anapenda. Na mama pia alikuwa pia ni msomi, anapenda vitabu, anasoma vitabu vya historia, anasoma Qur'ani, tafsiri ya Qur'ani na nini. Alikuwa na mambo ya mashairi, literature, alikuwa yuko mzuri. Sasa tunampata pia na yeye pia alichukua mambo haya, maisha yake pia alikuwa ni hayo. Kwa hivyo hata yeye mwenyewe alikuwa ni msomi. Anasema ada hii alikuwa nayo, hawezi kukaa bila kusoma kitabu.
Anasema siku zile, kwa sababu pia kununua vitabu ni shida, anasema kuna mtu mmoja alikuwa na maktaba yake, alikuwa anakodisha kitabu. Yani ukichukua kitabu, wana Kiirani wanasema keron moja, yani hela moja, yani kwa kila usiku utalipa hela, yani kitabu kichukua kila usiku. Sasa yeye alikuwa anachukua kitabu jildi mzima, yani juzu nzima ya kitabu. Kwa mfano unaweza kuta kitabu kina juzu kadhaa, kina volume kadhaa, volume kwa mfano kama 10. Ye alikuwa anaenda kitabu anakichukua labda kina peji 200, 300, 400, 500 kwa usiku mmoja. Alikuwa akichukua kitabu ili kesho, kwa sababu pesa hana, anafanya bidii, anakisoma kitabu chote kwa usiku ule, anakirudisha kesho yake, anachukua cha pili, kwa sababu kikilala siku ya pili atalipa mara 2 kesho kitabu kile. Kwa hivyo alikuwa akichukua kitabu, kesho anakuja anachukua cha pili, na amemaliza kitabu kile kizima, na tayari si ati kwamba tu kusoma, amesoma na ametia comment zake kwenye kitabu, yani pembeni anaandika, anasema huyu angesema ingekuwa hivi, na hapa la, huyu namuunga mkono kwa dalili hii na hii na hii. Sasa kwa hivyo ilikuwa ndivyo, na hata mwenye vitabu vile alikuwa anashangaa, anasema wewe kwa nini unasoma kweli, ama itawezekanaje kitabu unasoma kwa juzu nzima kwa siku, volume moja tayari ushamaliza? Sema ndio nimemaliza, na anachukua kitabu cha pili. Sasa ndio hiyo ndio hali mutwala kwake. Alikuwa anapenda sana vitabu vya, katika maisha yake yote amekuwa ni msomaji wa vitabu, hususan katika vitabu vile ambavyo alikuwa anapenda kusoma sana. Kando na vitabu hivi vya kidini vya kielimu, alikuwa anapenda kusoma vitabu vya adabiyat, yani vitabu vya literature, vitabu vya vya mashairi, na yeye mwenyewe pia ni mwandishi wa mashairi, anajua kufanya kuchambua na kujibu na kucomment juu ya mashairi na vitabu vingi. Kando ya hapo pia vitabu vya historia, alikuwa anapenda sana vitabu na historia ambayo ni ya sahihi. Vitabu sio historia tu ya Kiislamu, historia ya nchi tofauti tofauti. Utakuta ukikaa naye labda hata kwa nchi yako wewe kama Mkenya au Mtanzania au Mganda utakuta mkikaa naye anakuelezea kuhusu nchi yako vizuri sana, na viongozi na maisha yao anajua sana, kwa sababu alikuwa anasoma sana. Alafu kando ya hapo pia vile vile ni jambo nyingine pia, vitabu vya novels, vitabu vya visa anapenda kusoma na amesoma, lakini visa vyo sio fictions, ni visa vya kweli, sio vya kutungwa, yani historia, yani visa vya ukweli ambavyo vimefanyika, vya watu ambavyo vimeandikwa. Anasoma sana, anapenda sana kuhusu watu tofauti tofauti. Kwa ujumla alikuwa ni mtu ambaye ni msomi na anajua mambo mengi, na ni encyclopedia kubwa sana. Hata katika Irani yeye alikuwa anategemewa katika historia kuelezea mambo ambayo yamepitia historia ya Irani ya tangu na yale yaliyopita huko awali. Na katika harakati zake hizo za elimu alifikia, ndio alikuwa ni mujtahid na alifikia ijtihad, na yeye akafikia pia marjaia, kama vile baada ya kuwa amechaguliwa pia kuwa waliu faqih wa jambo hili. Inshallah tutakuja kuelezea mambo haya kwa wasioelewa, maana ya waliu faqih ni nini, insha Allahu taala. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.